Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari vya magharibi ikiwemo CNN ambayo ikinukuliwa wakimnukuu yule mwanadada msemaji wa White House yule Carol Levitt alizungumza kuhusu safari ya Steve na Jared kuelekea Doha. Taarifa iliyotoka Teherani inasema kuwa Irani hawana mazungumzo yoyote na Marekani kule Doha. Kwa hiyo hii ni inakuja kama ile nadharia ile kuwa amekuja Pakistani hajaja mnawachungulia, wamekuja tunaenda au mnaenda msemi alafu hawaje. Yani nilizungumza wakati nikasema hii hali imebadilikaje kufikia Marekani, yani anavizia hata delegation ya Irani iko wapi, yani anawavizia hadi wanadiplomasia wa Irani kuwa wakisafiri kwenda nchi fulani na yanadandia pale pale meli kuwa umeona imekuwa hivi. Nilisema haya mambo mbona yanabadilika sana kwa spidi, ni kuwa kama labda hatuoni au tunafanya nini, kwa sababu wakati mwanzo wa mzozo ule vurugu zikawa vurugu. Baadaye rais wa Irani kama mnakumbuka Masoud aliomba radhi kwa nchi za Gulf, zile Gulf states, akawaomba radhi kwa jamani, mtatusamehe kwa sababu tumewapiga bila kukusudia, lakini tunawasitiza tu kuwa adui asikae kwenu, akikaa kwenu tutawapiga. Donald Trump akaruka nayo ile akasema umeona kaisha salimu amri na amekubali kwenda kuomba radhi kwa wenzake. Hilo lote ni shinikizo tu. Yani kama Marekani anavizia yani naweza kusema pia mambo cheap mepesi ya kutaka kujaribu kuaminisha ulimwengu kuwa kuna kitu fulani hakiko sawa. Sasa nilizungumza jana na juzi kuhusu kile kinachoonekana kati ya Iran Omani. Bado katika ninachoendelea kuifuatilia hili swala, bado katika uchunguzi wangu nahisi kuna kitu hakiko sawa. Kwangu binafsi kuna kitu nakiona hakiko sawa kati Omani, Irani na ulimwengu wa pili. Bila shaka kile niliwahi kukizungumza kuwa Omani itakuwa turufu kubwa sana kuelekea kila kitu kuelekea kwa Irani. Kila kitu kuelekea kwa Irani kitaanzia Oman, na Omani ndio itatumika kama turufu, kwa sababu ni rahisi kumfikia adui yako kupitia kwa rafiki yake. Ndiyo, ukiweza kupita kwa rafiki yake ni rahisi kumfikia adui. Sasa majirani wote wa Irani, Omani ndio anaonekana kama yuko karibu. Tunaweza tukamtumia kiasi gani? Kauli mbili zinanipa utata na hiki kitu. Halafu kuna kauli ya tatu iliyotoka Irani nitazizungumza. Mfalme Haitham bin Tariq alikuwa Ufaransa wiki jana. Alipokuwa France alizungumza wakati wa mazungumzo na Emmanuel Macron, akasema kuwa Omani itashirikiana na Ufaransa kwa ajili ya kusafisha njia, kusafisha maji yale ya bahari yale, kwa sababu unajua kwenye bahari jinsi ya kudhibiti meli, sometime kama unavyotumia Iran, labda tutakupiga kwa drone au tutakupiga kwa kombora, lakini mara nyingi pia wanatega mabomu ndani ya maji. Huu mchezo aliufanya sana Urusi aliufanya sana kule Black Sea wakati anadhibiti msafara wa meli za Ukraine. Nakumbuka 2023, 2022 alifanya hivyo. Sasa walivyofika kwenye makubaliano haya ya MOU, Irani alisema yeye ni jukumu lake kusafisha njia na hakutaka usaidizi wa kutoka popote. Sasa kitendo cha Ufaransa na Omani kuzungumza kuwa watashirikiana kusafisha ilikuwa ni sehemu ya nje ya makubaliano. Yani wanatembea nje ya MOU. Wanatembea nje ya MOU ambayo tayari wamekwisha ipitia. Ni yale ambayo wanagombania hivi sasa kuwa unapita wapi, unatembea wapi, mbona hatujakubaliana hilo. Sasa hili lilikuwa ni moja. Lakini kauli ya pili ambayo nadhani wameizungumza zaidi vyombo vya habari vya magharibi, imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Omani Badr al-Busaidi huko kwa Ufaransa, akiongea na radio moja. Akasema kuwa Omani haikuwa kwenye mpango wa kutoza kodi au kwenye mpango wa
wa kutoza ushuru kwa meli zinazopita pale, na haihitaji pesa ya kutoza. Hii kauli inakwenda kinyume na mpango ambao tayari wamekuwa na mazungumzo nao, kwa sababu tayari mjadala upo kati ya pande zote mbili. Wako kwenye mjadala, wanazungumza hayo kuhusu hili na hili, yani wote wako nazo, sababu juzi kulikuwa kuna mkutano kati ya Iran na Omani, wanajadili kuhusu Hormuz. Sasa kauli mbili hizi kuelekea Hormuz ambayo imetolewa na Haytham mfalme, na kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Omani, inaonyesha kabisa inatembea nje ya mpango wa Irani, yani iko nje ya kile kinachozungumzwa na Irani. Lakini kauli iliyotolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani juzi, na yenyewe ikapigia mstari, ikasema kuwa Irani wataendelea na mpango wao wa kuandaa utaratibu wa kutoza fees katika meli hata kama Omani itaamua kujitoa. Ukichukua hizi kauli tatu, kuna kitu hakiko sawa. Yani kuna kitu hakiko sawa. Iwe Omani anapokea shinikizo, iwe Omani anaona kwa utaratibu wake mwingine, kwa sababu unajua kuna wakati nchi hizi, nilishawahi kuambia kuwa hakuna nchi ya Kiarabu inaweza kumkatalia Marekani anachotaka. Yani kwa Marekani anataka kitu fulani, ni vigumu sana kusema kuwa sisi hatutaki. Ndio maana hata UAE walilalamika baada ya kusema kuwa hatukutaka nchi zetu kuingia kwenye vita. Tulisema hatutaki haya masuala ya vurugu. Mmoja wana diplomasia alisema kuwa hatutaki nchi zetu zitumike kuishambulia Irani. Lakini walikuwa na maamuzi gani ya kuamua kuwa hatutaki na Marekani asikilize kuwa kweli amesema hatutaki na yeye hataki? Ni vigumu kusema kuwa hii inaweza ikaamuliwa. Sasa kuna jambo moja nilikuwa nikilisoma kwenye jarida la Israeli na imenishangaza kwa sababu hili ni jarida la mrengo wa kulia. Kwa nini limechapisha hii makala? Gazeti moja la Israel la Hayom, hili ni gazeti la mrengo wa kulia na mara nyingi limekuwa behind the regime, yani na kuwa nyuma ya serikali ya Israeli mara nyingi, na likitetea sana harakati za Israel. Na hata wakati huu juzi, wakati ukosoaji mkubwa umeelekezwa kwa Donald Trump, hili gazeti lilikuwa kiranja wakati mwingine kuona kuwa wanamkosoa sana, na hata mashambulizi yaliyoelekezwa kwa makamu wa rais JD Vance kuonekana na msimamo sawa na Trump kwenye hili, mashambulizi mengi yalielekea huko. Lakini kuna makala ambayo iliandikwa na kanali mstaafu wa IDF anaitwa Eldad Shavit. Hii makala imenifikirisha, lakini huyu ni mmoja ya wachache walioamua kuweka hisia pembeni wakaona ukweli ambao tunauzungumza. Makala hii nitakusomea katika kufafanulia jinsi alivyoiandika yeye na jinsi anavyozungumzia huu mgogoro. Anasema hivi: kukatishwa tamaa na Trump kuna hatari kubwa kwa Israeli. Israeli lazima iweke kando hisia yake na matusi na kuangalia uhalisia. Washington, Marekani sio mjinga, na Trump pia sio mjinga. Wao wanajua hatari zilizo katika makubaliano, lakini wanaamini hili ndilo suluhisho lisilo na madhara, labda kwa Israeli pia. Unajua anapigia mstari kauli gani ambayo huwa naizungumza kwako? Nakwambia hivi, makubaliano yana vitu viwili tu. Huyu ndio anachokupigia mstari. Makubaliano yatakupeleka ulichoshikilia, ukubaliane naye uwe kiwe chako kisheria, unarasmisha kile ambacho unakishikilia. Makubaliano yatakupeleka kunusuru kilichobaki unachoshikilia. Ndio makubaliano yatakupeleka kuwa ubakishe kilichobaki ukinusuru, au ulichoshikilia, yani ulichovuna sasa kiwe rasmi, kiwe chako. Hakuna ya tatu. Ya tatu haipo. Sasa huyu jinsi anavyosema, Trump sio mjinga wala Marekani sio wajinga. Wao wanajua hatari zilizo katika makubaliano. Yani wanafahamu kabisa haya makubaliano tumeingia ni ya kimagumashi, na haya makubaliano hayako upande wetu, na haya makubaliano yatatuumiza, na haya makubaliano bwana tumejichanganya. Lakini wanaamini hilo ndio suluhisho lisilo kuwa na madhara labda kwa Israeli pia. Kwa hiyo anawakumbusha Israeli pia, angalieni na nyinyi, huenda hiki mnachokikataa ndio kikawa nafuu zaidi kwenu kuliko kile ambacho mnataka. Niliwahi kuambia kitu kimoja kuwa Marekani kurejea kwenye vita na Irani na kubadili kile ambacho anakitaka au kupata yote anayoyapata, Marekani anaweza kwa silaha, kwa yani akiamua kufungua booster, akaamua kufanya kitu cha hatari, anaweza. Lakini wakati huo si tu Irani atayepata athari hiyo, hadi hao ambao alihisi anawalinda, au hao wale walikuwa wanaondolewa tishio la Irani, na wao watakuwa tayari wameangamia.
wakati Marekani analitimiza hilo. Yani gharama yake itakuwa ni kubwa sana, ambayo si tu Marekani ataibeba, dunia nzima itabeba. Kwa sababu mashambulizi ya Irani, ikifika Marekani akavuka mstari kwenda kwenye mashambulizi ya kiwango hicho, mashambulizi ya Irani yatakuwa yale kuwa hatuna cha kupoteza. Hawawezi tena kubaki kulenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani tu, watagusa na maslahi ya nchi zote zilizosababisha wao wafikie hapo. Kwa hiyo madhara yake yanakuwa makubwa sana. So Israeli yeye jicho lake huwa hajali hilo. Niliwaambia Israeli yuko tayari kuiangamiza Marekani kwa ajili ya uwepo wake yeye. Yani yeye ili aweze kubaki, Marekani hata aangamie. Ndio maana unaona wa Israeli wanakosoa sana hili. Hali ya kuwa wanaona kwa Marekani anaona kuwa njia imejifunga mbele, hali ni ngumu, hatuwezi kwenda. Kwa hiyo tufanye nini? Tufunike kombe. Mwanaharamu apite. Hapo unafunika kombe. Mzee, taulo ikikudondoka unachutama. Ndio anachokifanya Marekani. Sasa wao kuna jicho wanalotazama sasa, ndio anawaambia kuwa inabidi waangalie jicho la uhalisia, waondoke kwenye hisia. Anaendelea kusema, tangu mkataba wa makubaliano kati ya Marekani na Irani uchapishwe, sauti za kukata tamaa zimesikika zaidi nchini Israeli, huku baadhi zikizungumzia hisia kama vile usaliti. Wanahisi Marekani imewasaliti. Wengi wanaona ni vigumu kukubali kwamba Washington ilichagua njia ya mpango wa diplomasia badala ya kuendeleza vita. Hilo ndio linalowakera. Kwa nini Marekani ameacha vita wakati vita ndio ilikuwa suluhu pekee? Suluhu pekee ya vita ilikuwa inatoa suluhu pekee kwa Israeli, sio kwa Marekani. Kama nilivyokuwa nawaambia, diplomasia haitoi suluhu kwa Israeli. Lakini ni bora ubaki, wanasema ni heri ubaki na kichaa uliomzoea kuliko kuleta kichaa mpya. Sorry kwa kauli hiyo. Yani ni bora ubaki na kichaa mpya kuliko kichaa, yani bora ubaki na kichaa uliyemzoea kuliko kuleta kichaa mpya. Kauli hii ambayo sio rasmi hupenda kutumika zaidi hasa kwenye ukihudhuria kwenye kesi za kusuluhisha ndoa zilivyo. Pande wowote mtu anasema ni bora ubaki na kichaa uliyemzoea kuliko kuleta kichaa mpya, kwa sababu kichaa uliyemzoea, kichaa sio tusi, kichaa ni ugonjwa. Yani mtu anaweza kuwa na kichaa na nini na vyovyote vile, anaweza kuwa na maradhi, lakini kichaa uliyemzoea, yani umemzoea anakaa nje, akikaa barazani unamjua tu huu mwezi ukifika huyu hali yake inakuwa hivi, kwa hiyo unajiandaa naye. Huyu akitazama jicho hili unajua hapa atabeba jiwe. Huyu akifanya hivi unajua hapa, huyu kimwambia hivi atapaniki kwenda hivi. Ni uliyemzoea, yani huyu ndio uliyemzoea, kwa hiyo unajua kukabiliana naye. Unapomleta mpya mpaka uje kuanza kujua zile sign zake zile, kuwa hivi nikimfanyia hivi anafanya hivi, utakuwa umeumia sana. Kama nyumba vioo vyote vitakuwa vimemwagika, kila kitu kitakuwa hakipo. Kwa hiyo ndio kauli ya Kiswahili anakuambia heri ubaki na kichaa uliyemzoea kuliko kuleta kichaa mpya. Anaendelea kusema, lakini sasa hivi ni muhimu kuweka kando matusi na kuangalia uhalisia. Yani zile hisia zao za kufanya kuwa lazima tufanye regime change ndani ya Irani waziondoe. Sasa waangalie uhalisia tu kuwa regime change haiwezekani. Utawala wa Marekani sio wajinga, anarudia kusema. Hata Trump mwenyewe sio mjinga, lakini wao wameona na wakahitimisha kwamba hili ndio suluhisho lisilo na madhara kwa mtazamo wao, na labda pia kutoka kwa Israeli. Yani wao wameona kuwa hii sasa, haya mazungumzo ya kidiplomasia ndio suluhu pekee ambayo inaweza tukatujitoa hapa, na huenda ikawa ni bora zaidi kwa Israeli kwa hivi sasa, kwa jinsi anavyozungumza. Kwa mtazamo wa Marekani, huo unazungumza mtazamo wa Marekani, lengo kuu limefikiwa. Yani kwa mtazamo wa Marekani wanaona kama wametimiza malengo yao. Irani imeharibiwa vibaya, uharibifu wa majengo na kila kitu. Kizuizi kimerejeshwa na uwezo wake wa kukimbia haraka kuelekea silaha za nyuklia umecheleweshwa. Yani kama project yake ya nyuklia kama ilikuwa imebaki mwaka mmoja, tumeirudisha nyuma labda miaka 5, tumeuchelewesha. Kwa upande mwingine, mapigano yanayoendelea yangeambatana na gharama kubwa. Yani kwa upande mwingine kuwa kama tungerudi kwenye vita tungetumia gharama kubwa zaidi. Ndio kile ninachokuambia kuwa cost itakuwa ni kubwa sana ambayo Marekani ataibeba ikiwa atajisikia tena kutaka kurejea. Yani gharama yake, mzigo utakuwa ni mkubwa sana. Uharibifu wa uchumi utakuwa ni mkubwa. Ongezeko la bei ya nishati litakuwa kubwa. Shinikizo kwenye masoko na hatari ya kukwama katika vita vya muda mrefu nalo linawezekana, kuwa Marekani ikafika wakati akashindwa kutoka.
yani hakuna no point return, hakuna tena hapo, huioni njia ya kutoka. Aliyakuwa akanasa kwenye vita ya muda mrefu ambayo itakuja kuiumiza sana. Trump yeye anapima mafanikio kupitia uchumi na kupitia uwezo wa kutabiri udhibiti. Hataki kukumbukwa kama rais ambaye alirejesha Marekani kwenye dimbwi la vita vingine vya Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo wake, makubaliano hayo si usemi wa ujinga, bali ni jaribio la kukomesha kampeni kabla ya kufafanua muhula wake. Sasa hapa ameingia upande wa pili wa kisiasa. Uwezekano kwamba Marekani itarudi katika siku za usoni kwenye njia kamili ya kijeshi sio mkubwa. Niliwahi kuwaeleza kuwa sidhani kama kuna ujinga unaweza kuja kufanyika kama huu aliufanya, kwa sababu tathmini yao na kile kilichotokea sidhani kama wanaweza kuja, sijui. Ndio maana Israeli wanalifahamu hili kuwa ni vigumu sana kuja kuishawishi tena Marekani kurejea hapa. Ndio maana wanalazimisha wakati Marekani bado akiwa hapa atutimizie lengo letu. Ndio maana wanafanya kila hila na juu chini kuwa Marekani asiondoe vikosi, abaki hapa mpaka tutimize lengo lao. Lakini Marekani ambaye ndio anafanya hivyo anajua kabisa hii kazi ni ngumu. Mwandishi anaendelea kusema mabadilishano ya risasi katika siku za hivi karibuni yamekuwa yakifanyika kwa hadhi ya chini. Yani wote unawaona kuwa wanapigana katika mapigano ya hali ya chini, huku pande zote mbili zikiashiria kwamba hazikusudii kuzidisha. Yani ukitazama Irani na Marekani, wote wanaonekana kuwa hawataki escalation, na hawataki ile vita izidi. Baada ya ikulu ya White House kuchagua njia ya kidiplomasia na kuwekeza mtaji mkubwa wa kisiasa ndani yake, ni vigumu kuona Trump akifungua tena kampeni pana, isipokuwa Irani ikiwa itafanya ukiukwaji wa wazi zaidi ya hapo. Yani jinsi alivyohakikisha kuwa anazungumza na akawaweka wanadiplomatic wale wanadiplomasia wote wakubwa kisha hili swala na kuzishirikisha nchi kubwa duniani zijaribu kulisuluhisha hili tatizo kwa kiwango cha hali ya juu. Sio rahisi kumuona tena Donald Trump akirejea kwenye hili, kwa sababu hii si nzuri sana. Sasa anazungumzaje kuhusu Israeli? Mwandishi anasema hivi: lazima Israeli idhibiti majadiliano kutokea ndani ya chumba. Hili sasa ndio anawakumbusha Israel, mistake yenu ni hiyo, kujifanya mnamsusia Marekani, halafu nyinyi mnamlazimisha Marekani tu arudi kwenye vita, halafu mpango wa Marekani wa kusuluhisha hamuutaki. Matokeo yake mtapoteza zote, mtapoteza huku na huku. Ni bora mrudi kwenye meza, kwenye chumba ambapo kuwa muwe mnapenyeza sauti zenu kwenda kwa Marekani. Chini ya hali hizi, changamoto ya Israeli ni jinsi ya kushawishi uelewa unaoibuka bila kuonekana kama inajaribu kuzima mchakato huo. Yani anasema changamoto kubwa ni hii kuwa Israeli walitakiwa kuonekana kama kuwa wana upinzani kiasi na hayo, lakini sio waonekane kuwa walikuwa na upinga mpango huo wa Marekani. Yani walitakiwa waonyeshe katika jambo jingine. Katika masuala mawili makuu, mpango wa nyuklia wa Irani pamoja na Lebanon, Marekani amebaki kama mchezaji muhimu. Maslahi yake si lazima yalingane na Israeli. Anakubali wazi kabisa maslahi ya Marekani sio lazima yalingane na Israeli. Kuhusu swala la nyuklia, Israeli inaweza kujikuta ikitengwa na mazungumzo na kupoteza ushawishi, hasa katika hatua ambazo maamuzi muhimu yatafanywa. Yani Israeli akibaki na hekaya zake za kutaka Marekani irudi kwenye vita, sijui nini, atatengwa kwenye mazungumzo ya nyuklia na kujikuta kuwa yeye vifungu vyote alivyovitaka havipo na kapoteza. Lakini upande wa Lebanoni pia ni nyeti. Makubaliano yaliyofikiwa na upatanishi wa Washington yanaonyesha kiwango ambacho Washington inaona utulivu nchini Lebanoni kama sehemu ya juhudi pana za kufikia makubaliano na Irani. Umeona jicho anaoliona Marekani? Marekani sasa anaweka nguvu kubwa ndani ya Lebanoni kuhakikisha kuwa Lebanoni kunakuwa na utulivu, kwa sababu kama ataupata Lebanoni utulivu, ndio atapata makubaliano na Irani ambayo yeye anayapigania kuyapata. Kwa hiyo Lebanoni inabaki kuwa inabaki kuwa kama turufu. Anasema sasa utawala wa Marekani unaona makubaliano kamili na Irani ni kama lengo la kimkakati na hautaruhusu Israeli kuyavuruga. Kwa hiyo Marekani atachoangalia, Israeli unataka kunivuruga wapi? Unataka utibue Lebanoni ili Irani asikubali, kwa hiyo watadili na Israeli. Makabiliano ya hadharani na Washington yanawatumikia maadui zetu. Yani anasema vile unaona majibizano ya Marekani na Israeli kwenye mitandao, kwenye fanini hadharani, yanawatumikia maadui. Kwanza kabisa Irani. Kadri utawala unavyozidi kuamini kwamba mvutano na Hizbullah utahatarisha makubaliano na Irani, ndivyo shinikizo la Marekani kwa Israeli linavyozidi. Yani anasema kadri utawala unavyozidi kuamini mvutano na Hizbullah unahatarisha makubaliano na Irani, ndivyo shinikizo la Marekani kwa Israeli litavyokuwa kubwa zaidi.
na la kujizuia na makubaliano. Israel inahitaji kuwa nadhifu badala ya kuwa sahihi na kuepuka mitego ambayo ingeiweka katika makubaliano na Washington. Sasa Israeli inahitaji kufanya majadiliano na Washington mbali na uangalizi. Haiwezi kuchagua kama kutakuwa na makubaliano, lakini bado inaweza kushawishi aina ya makubaliano yatao kuwepo. Ili kufanya hivyo ni lazima iwe ndani ya chumba, si nje. Lazima iwe ndani ya chumba, si nje. Yaani ukisoma andiko la bwana huyu, kaweka hisia zote pembeni, kaamua kwenda kwenye uhalisia. Kazungumza vitu katika nadharia ambayo siku zote ninawaambia. Siku zote nasema kuwa huu ndio uhalisia. Yaani utajaribu kupiga bla bla, utajaribu kudanganya, utajaribu kufanya nini, lakini haikubaliani na uhalisia. Uhalisia utakuumbua. Yaani namba hazidanganyi. Uhalisia ndio huu kuwa udhibiti wa mambo mengi upo chini ya Irani. Yaani hii kelele ya huku na huku bado itawalazimisha mtii kile Irani anakitaka. Rahby Digital, haki na ukweli.